Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka. Wewe ndiye mwenye neema na mwenye fadhili katika uwezo wote Bwana. Wewe umetukirimia uwezo wako, umetukirimia upendo wako Bwana Jehova Jireh, na mahali tuko Bwana tumekaa tukijua ya kwamba mapenzi yako yafanyika, yatendeka ndani yetu, maishani mwetu, katika kazi zetu zote Bwana Jehova Jireh tufanyaje. Ni mapenzi yako Bwana Jehova Jireh imetuongoza na umetukirimia utukufu na neema ile Bwana Jehova Jireh inafanya tukaweza kutambua mapenzi yako Bwana. Haionekani kwa sababu watu wamebatizwa, wala wanaenda kanisa, wala wanakula mesa, wala Bwana Jehova Jireh wamejazwa na Roho. Lakini Bwana Jehova Jireh mapenzi yako inafanyika wakati wowote mtu ametambua na amejielewa ndani yako mtakatifu. Ndio Roho wako mtakatifu atakapofanya kazi, kutenda kazi ya ajabu ndani yetu Bwana. Na kazi ile Bwana umetupa yetu ya kufanya ni kufanya wengi waweze kutambua na kuelewa mapenzi yako katika neno. Kwa sababu katika neno hapo ndipo Bwana Jehova Jireh umeficha moyo wako. Katika neno hapo ndipo umeficha akili zako Bwana Jehova Jireh za kutoka mwanzo. Vile Bwana ulivyofikiria na kutazama Bwana Jehova Jireh yale unafaa kuyafanya, ndio mwanadamu aweze kukamilika na kusimama kulingana na vile wewe upendavyo. Tunakushukuru na tunakuinua sisi kama watoto wako. Wale Bwana Jehova Jireh umewatoa gizani na ukawaigiza nuruni. Mahali pale Bwana Jehova Jireh tumepokea promise, tumepokea ahadi kupitia Kristo Yesu, na ile ahadi inatenda kazi ndani yetu na maishani mwetu kwa uwezo wote na kwa nguvu zote. Asante ni kwa sababu ya miujiza na maishara yale yanafanyika mioyoni mwa watu wengi na katika mawazo yao, kubadilishwa Bwana Jehova Jireh na kutolewa katika shughuli zetu na katika kupenda kwetu, tukaingizwa katika kupenda kwa mwanao Kristo Yesu. Na hapo ndipo Bwana Jehova Jireh tunaimba wimbo mpya, ni kwa sababu ya vile Bwana umetufanyia. Asante ni kwa sababu ya kazi yako hii tunayoifanya ya kufanya watu wengine Bwana, na watu wengi wale wako katika ungumu, wako katika shinda, wako katika matatizo, wako katika laana, wako katika Bwana Jehova Jireh kazi ya ulimwengu. Baba, asante ni kwa sababu wakati tunaponena wengi wao Bwana Jehova Jireh wanapokea nuru ndani ya mioyo yao, wanafunguliwa kutoka ndani ya mioyo yao, na wasimama katika nafasi ya kuinua bendera ya kukutukuza na tabulisha katika uwezo na katika ukuu na katika utukufu, na kutukuza Bwana na kuinua Bwana na kupenda Bwana, ni kwa sababu umeyatenda yote Bwana kulingana na vile Bwana Jehova Jireh wewe upendavyo. Kwa wakati huu kila ngome Bwana Jehova Jireh si chini ya miguu yetu. Kila Bwana Jehova Jireh chochote kile Bwana kinaweza jinua juu ya neno lako, juu ya mtumishi wako, juu ya kazi yako. Tunasema hakina uwezo wala nguvu. Ulitupa nafasi katika Matthew 28 from 18. Ukatuambia ya kwamba tuenende katika ufalme katika nchi yote tukahubiri injili, kwa sababu uko na nguvu na mamlaka kutoka mbinguni na hata za ulimwengu. Umetupa nasi twende tukawahubirie watu, tukawafungue, tukawaokoe na tukawafanye Bwana Jehova Jireh magonjwa yote ikaweza kutoweka kutoka ndani ya miili yao. Asante sana Mungu wetu, ni kwa sababu nilikuja kutambua ya kwamba haiondoki kwa sababu tumewagusa na maombi, haiondoki kwa sababu tumeiwaita altar call, haiondoki kwa sababu Bwana Jehova Jireh ama hawaokoki kwa sababu Bwana Jehova Jireh tumewaambia warudie nyuma yetu. Wanaokoka ni kwa sababu wameamini lile neno umelipeana likaweza kuhubiriwa mioyoni mwao, wakalipokea na wakaliamini, likawafungua na wakatoka katika mawazo yao na katika bidii zao, wakaweza kusimama katika kazi yako wewe mfalme. Pokea sifa Bwana wangu, pokea utukufu. Wakati huu tukienda kulinena neno, ninashukuru jina lako Bwana, kwa sababu hata conference iko mbele yetu. Neno lako Bwana ndio litaweza kukua linafanya kazi kulingana na vile wewe upendavyo, na mpango wako utakamilika kulingana na vile upendavyo. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Message yetu is Jesus, image of invisible God.
is Jesus image of invisible God? Hii ni swali watu wengi wanashindwa, na ni pigo na ni vita kali sana katika ulimwengu wa Kristo, kwa sababu Kristo hatabuliki, Kristo hajulikani na dini zingine. Kristo hana, yani dini zingine hasina huo uzito na ama hasina hiyo tamaa, wala hasina ule moyo wa kutaka kujua Kristo ni nani. Christ, who is Christ? Who is Jesus? Bwana asifiwe. Akimoragia atiriri, is Jesus God? Ate Yesu ni Ngai? Yesu Kristo ni Mungu? Ukianzia hiyo part 1 mahali tulianzia na tuko part 4 leo, utaweza kutambua na maandiko Yesu ni nani. Maandiko ni ndio mazuri ya kukufafanulia, sio mdomo wangu, sio pasta yeyote, lakini ni lazima kuwe kuna mtumishi wa Bwana amesimama, yule ametumwa, yule ako na upako wa kutambua na ufunuo wa neno la Bwana vile lilivyo. Na wakati anapokufafanulia, hata kufafanulia kwa mdomo wake tu, hata kufafanulia hata kupitia neno, kazi ya Mungu na kazi ya Kristo, na vile wamepatana na vile wanafanya kazi pamoja, na kutoka mwanzo walikuwa namna gani, na walikuwa wameshikamana namna gani kabla Kristo Yesu hajashuka ulimwenguni afe ni kwa ajili ya dhambi zetu. Tena na baada ya kufa miaka 3.5 akafanya kazi ya Mungu, akaeleza watu kumuhusu yeye, sababu Kristo alijinena. Haleluya, Bwana asifiwe. Kristo alijinena. Alafu wale watu wanaitwa prophets na sheria, manabii na sheria walimnena yeye. Bwana asifiwe. Manabii, sheria na Zaburi, Psalms. Manabii, sheria na Psalms zote zilimnena yeye. Na wakati zinapomnena ni kutuonyesha ya kwamba Kristo ndiye lango la kila kitu katika maandiko. Yesu ndiye maandiko ya Biblia. Yesu ndiye mlango, na ndiye kamili kweli, ndiye mlango, na ndiye njia, na ndiye uzima, na ndiye ukweli wa kufika katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo jana tukasema ya kwamba hauwezi mtambua Bwana, hauwezi mjua Mungu kama haujamjua Kristo. Kwa hivyo njia ya kumjua Mungu ni moja tu. Kwanza kumtambua mwanae Kristo Yesu, ndio uweze kufafanukiwa vyema na Mungu na kazi yake na mapenzi yake kwa mwanadamu katika ulimwengu tulio ndani yake. Ninashukuru Bwana wangu na Mungu wangu sana, ni kwa sababu ya upendo ametupenda nao ule sisi hatungeweza kutambua. Na mahali pale ninataka kwanza kusoma neno moja katika kitabu ya John. Katika kitabu ya John, please my dears, tuingie katika neno. Katika kitabu ya John, neno linasema ya kwamba at no man, neno linasema John 1:18. John 1:18. Wacha tusikie vile inasema, tukiendelea na part 4. No man had seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he had declared him. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote paka leo. Paka leo. Hata wale wanasema nimemuona Mungu kwa ndoto, ni kujidanganya tu. Vision, ati kwa sababu umeona maono. Maono unaweza ona. Uko na mambo mengi umekutana nao ulimwenguni. Ndoto unaweza ota.
Una hali nyingi sana zinakusukuma na mambo mengi yamekuinukia. Na mengine ya furaha. Utayaona tu. Sisemi hakuna ndoto. Ndoto ziko. Na kuna ndoto za kwa sababu tunaziona wakati wa Joseph. Tunaziona tu ndoto. Vision tunaziona. Lakini mtu wa Mungu tunafaa kuelewa na kutambua sio ndoto zote zimetoka kwa Mungu. Na sio vision zote tunazo sisi zinanena ukweli. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Neno linasema hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee. Mungu mwana, unasikia, hakuna mtu amemuona Mungu wakati wowote. Amemuita nani? Mungu. Alafu tukikuja kwa Kristo anamuitaje? Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Huyu ndiye aliyemfunua. Nani amemfunua? Mungu mwenyewe ni Mungu Mwana. Mungu Baba, Kristo ndiye ufunuo wake. Jana tukaangalia tukaona. Ndio niweze kumtambua, kumjua wahu. Nimefurahi sana. Nimefurahi sana kukuona. Nilikuwa nimekukosa siku 2-3 na nikasikia hapana, ninakuhitaji. Jana nikakwambia uje ndio tuweze kupatana. Okay, nimefurahi sana. Ati ndiye aliyemfunua. Nani huyo amemfunua? Christ. Nani mfano wa Mungu kamili? Tulisoma pamoja nawe katika kitabu ya Hebrews jana 1 mstari wa 3. Christ. Nani huyo? Yani wacha nirudie. Nani huyo chapa kamili? Nani huyo mfano kamili wa vile Mungu alivyo? Hata Colossians inatuambia hivyo na tulisoma jana na juzi, ni Christ. Nayo John ikatuambia Yesu Kristo ndiye njia, ndiye uzima na ndiye kweli. So wakati ule tumeingia ndani ya Kristo, mara moja tumeingia kwa yule aliye Kristo wa kweli. Wakati tumepokea uzima wa milele, tumeupokea kwa yule Kristo apeanaye uzima katika ukweli. Wakati tu ndani yake, tuko ndani ya ukweli. Bwana asifiwe. Na pasipo yeye kweli, hakuna hata mmoja ataweza kumuonyesha Mungu ama aweze kumuomba Mungu. Tunaomba Mungu na Mungu anapokea maombi na maombi inamfikia sababu tumemtambua Kristo. Kumtambua Kristo ndiye njia moja ya kusema nimemjua, niko ndani ya Mungu. Sababu tukiwa ndani ya Kristo tu ndani ya Mungu. Na njia gani? Sababu wakati tumeamini kazi ya Kristo na tukaingia ndani ya Kristo na Kristo akaingia ndani yetu, tumefika kuwa mmoja. Na maandiko inatuambia ya kwamba ati Kristo yu ndani ya Mungu. Na kama Kristo ako ndani ya Mungu, kwa hivyo nasi tukiwa ndani ya Kristo, Kristo ameingia wapi? Ndani ya Mungu. Anaingia na kina nani? Na sisi. Ni kama vile mtoto. Tunasema mwanamke fulani ako na mimba. Wakati tunasema mwanamke fulani ako na mimba, ni kuonyesha kuna mtoto atapatikana siku fulani ikifika. But kwa sasa ako ndani ya tumbo ya mama. Na kwa sababu ako ndani ya tumbo ya mama, wote wawili wamefanyika kuwa kitu kimoja. Mama akikula, mtoto anakula. Mama akilala, mtoto analala. Mama akisimama, mtoto amesimama. Yani kila kitu mama anafanya, mtoto anakifanya. Kinafanyika. Yani kinafanyika kulinga. Yani mama akiinama, mtoto anainama. Sababu yu ndani. Na sisi wakati tu ndani ya Kristo, Kristo akiongea, sisi nasi tunaongea kama vile anavyoongea. Kristo yani tukilala, Kristo analala. Tukiamka,
Kristo anaamka tukiongea. Kristo anakuanga ameongea na ndio tunaongea yale yametoka katika yeye. Bwana asifiwe. Tunafanyika kuwa mmoja. Naye Kristo akasema katika kitabu ya John, ati yale yote muonao msikiao nikiyanena ni Baba anayanena, ni yale Baba ameyanena. Na yote yale mnaona nikiyafanya ni yale Baba ameyafanya. Kwa hivyo Kristo anafanya Baba. Wacha niseme hivyo. Kristo amemuiga Baba na anafanya vile Baba anafanya. So anamfanya Baba. Kristo ananena Baba. Na pasipo Kristo Baba hawezi sikika. Pasipo Kristo Baba hawezi sikika. Kwa sababu hata zamani Baba alitumia baba wetu wa zamani, our forefathers, aliwatumia kwa njia nyingi na katika kazi nyingi ya kiugaga ama hudiraga yani ama heire uhoro wake na njira nyingi na ikiro nyingi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo walimunena katika njia nyingi. Bwana asifiwe. Na wakatenda matendo mengi kulingana na vile. Kwa hivyo kama hawangekuwako wale aliwatumia, neno la Bwana halingewafikia watu wa wakati huo. Lakini kwa sababu walikuwa akina Musa na akina wale wengine akina Abraham, wale manabii wa zamani na sheria ya watu wa wakati huo wakafikiwa. Sio sisi my dear. Na ningetaka uweze kutambua hivyo. Sio sisi tulifikiwa na wao. Hata tukifungua saa hii tusome, utakuta sio sisi. Sisi tuko na mstari wetu. Wacha nikuonyeshe kidogo na tutarudi pale. Katika kitabu hiyo ya Hebrews. Katika hiyo kitabu ya Hebrews inasema, sababu ni lazima na ni vizuri sana watu waweze kutofautisha mambo haya. One inasema, at God who at sundry times and in diverse manners spoke time past unto the unto the fathers by the prophets. Kiswahili, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Hao ni alinenea nani? Watu wa zamani hizo. Neno linatuambia vizuri zamani na who at sundry times in diverse manners spoke in time past. Wakati ule umepita, alafu na leo. Ujue hapa kuna watu wa zamani past, lakini leo anatunenea number 2. Ya kwanza ni wakati huo aliwanenea mababa zetu kupitia manabii. Aliwanenea watu wa wakati huo kupitia manabii. Leo nayo omothe turaririo no hende o maririo ne maithe maito anafia tene omothe nakuo turaririo no omothe kiugo kiroiga atiri had in these last days spoken unto us by his son. Spoke unto us by his son, whom he had appointed higher of all things, by whom also he made the world. Mwisho wa siku hizi, sisi ni siku hizi, wao ni past hizi, siku hizo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi kwa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa yeye ameufanya ulimwengu. Bwana asifiwe. Na anatunenea kupitia mwana. Kwa hivyo pasipo mwana sisi hatumjui Mungu. Hallelujah. Wale pasipo prophets. Hallelujah. Pasipo prophet hawangemjua Mungu. Sisi sasa si mambo na prophets.
Sisi ni mambo na mwana. Si tunanenewa na mwana siku hizi. Na pasipo mwana haiwezekani uweze kumjua Mungu. Pasipo mwana haiwezekani uweze kutambua tabia ya Baba. Pasipo mwana hauwezi kutambua nature ya our Father. Hauwezi tambua personality of our Father. Hauwezi tambua, Bwana asifiwe, hallelujah, character of our Father. Kwa hivyo ndio John 1 mstari huo wa 18 inatuambia ya kwamba mstari wa 18 inatuambia ya kwamba, wacha nifungue, nilikuwa nimefunga. No man had seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he had declared him. Kwa hivyo hakuna mtu hata mmoja, hata wale walikuwa wanasema ati fulani alimuona Mungu, hakuna mtu aliyemuona Mungu. So ninashukuru Bwana sana asubuhi ya leo kwa kujua mambo haya mazuri, matamu na yenye nguvu na yenye uwezo na yenye inatufafanulia Kristo vile alivyokuwa kutoka mwanzo wa nyakati zile tulizo ndani yake siku ya leo. Na nena nikisemaje? Na nena nikisema ya kwamba katika kitabu ya Ephesians 1 mstari wa 10 inasema, at that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. Hallelujah. Tunaonyeshwa tu kazi ya Baba kumpitia mwana. Kazi ya Baba kumpitia mwana. Yaani kuleta madaraka katika mkamilifu atavijulisha vitu vyote katika Kristo. Vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Bwana asifiwe. Katika yeye huyo. Katika yeye huyo ni nani? Katika yeye huyo ni Christ. Vitu vyote neno lilituambia, sijui ni jusi gani, ati vitu vyote viliumbwa kumpitia. Namba 21 inasema, 21, fungua pamoja nami katika, hiyo tumesoma ni 10, nataka tuangalie mstari wa 21. 21 inatuambia kwamba, for far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultan na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Bwana asifiwe. Hiyo yote ni kazi ya Mungu kumpitia mwana. Ati mambo haya yote yatatimia kumpitia mwana. Na yametimia tayari. Kwetu yametimia kupitia mwana. Yesu Kristo ndiye Mungu amempa kila kitu. Amempa uwezo, amempa nguvu, amempa mamlaka, amempa ufunuo. Yani Yesu Kristo ndiye ufunuo. Yesu Kristo ndiye neno. Yesu Kristo ndiye njia. Yesu Kristo ndiye uzima. Yesu Kristo ndiye kweli. Na akiwa hapo amepewa ufalme wote, mamlaka yote, nguvu na usultan na kila jina litwajalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Bwana asifiwe. Tunahitajika tuweze kulisoma neno vizuri. Usisome neno manusu. Soma pasipo na mawazo mawili. Wakati unasema ni kusoma, anzia mahali pale inaofaa.
ndio uweze kutambua mambo haya, na scripture itaweza kujitafsiri na scripture ingine. Scripture itaweza kujifafanua na scripture ingine, sio kwa midomo yetu. Tena neno lilipeanwa ndio sisi tuweze kulifundisha hilo neno katika Kristo yule aliwezeshwa na Baba kuyatenda yote yale aliyeyatenda. Bwana asifiwe. Nimesema aliyeyatenda. Kwa nini? Sababu kulingana na neno hata katika kitabu ya Hebrews 10 inasema ya kwamba, na sio 10 tu, inasema ya kwamba ate Yesu amekaa katika mkono wa kulia wa Baba akigoja wale wa maadui zake wafanywe kuwa kiti chake cha kukanyanga. Haleluya. Wamewekwa maadui wake wote, wamewekwa chini yake. Unajua kwa nini? Sababu wakati Kristo alipoingia katika patakatifu pa watakatifu na damu yake yeye mwenyewe, wacha tusome maidia, hakuna haja ya kusida tukiongea na mdomo. Mnaonanga nikirudia kwa sababu ninajua kusikia tumesikia, lakini wakati tunaporudia ndio lile neno linajiweka vyema ndani yetu katika uwezo wote wa Bwana. Katika Hebrews 10 tunaona ya kwamba neno linatuambia ya kwamba wacha nianzie 9, hata kama mstari nitakwambia ni mgani ule, lakini wacha tuanzie 9. Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taken away the first, that he may establish the second. Bwana asifiwe. Elewa hapo. Yesu anasema ya kwamba, huyu ni Yesu ananena akisema ya kwamba nimekuja Bwana, ndipo aliposema tazama nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Yesu anamwambia babaye, Mungu wetu, nimekuja Baba kuyatenda mapenzi yako, kuyakamilisha mapenzi yako. Yesu akasema. Kwa hivyo Yesu hakukuja ni kwa ajili ya mapenzi yake. Hiyo ni jambo moja tunafaa kutambua. Yesu hakukuja ulimwenguni kwa sababu ya mapenzi yake. Again, Yesu hakukuja ulimwenguni kujionyeshana. Alikuja kuonyeshana Baba, na alikuja kwa mapenzi ya Baba. Alikuja kukamilisha yale Baba alikuwa ameyaweka. Alafu nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza. Nini hili ameliondoa? Ameondoa ile sheria iliyokuwa Old Testament ilitawaliwa na sheria. Sheria haimokuwa na neema ya kuwafanya watu waweze kutambua mapenzi ya Mungu. Katika kitabu ya Roman 10:4 ikasema ya kwamba Yesu ndiye alifika kuwa mwisho wa sheria kwa wale wote waaminiao waweze kupokea msamaha wa dhambi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo Yesu wakati alipokuja, ya kwanza sheria iliondoka. Sheria ile ilikuwa imetangulia. Musa yule alikuwa anaimba wimbo na watu wote, mpaka wa leo watu wanaiba Musa na kazi yake, badala ya kutambua na kuelewa mapenzi ya Mungu ni gani. Na wewe unafaa uweze kufanya mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu sasa leo tumesoma na wewe Hebrews 1. Mapenzi ya Mungu ni nini? Mapenzi ya Mungu ni tuondoke katika kutambua Mungu kwa njia nyingi kwa njia nyingi. Tunahitajika tuweze kumtambua kwa njia moja. Na kwa njia moja ni kusemaje? Tuweze kumtambua kumpitia one passion. Na huyo one passion ni nani? Christ. Only Christ. So, wakati mtumishi wa Bwana anasimama na anakosa
anahubiri na hakuna Christ ako ndani ya yule mbele mahubiri yake katika kazi, kukamilisha kazi ya Mungu. Na Yesu ndiye anasema, lo, nimekuja kuyakamilisha, kuyafanya mapenzi yako. Kwa hivyo wakati wowote tunaponena neno la Bwana, tunafaa kuzungumzia yule aliyekuja kuyakamilisha mapenzi ya Mungu. Si Mungu mwenyewe ameyakamilisha, lakini mwanaye aliyemtuma ndiye ameyakamilisha. So tunanena kuhusu yule aliyemkamilishi, na yule aliyemkamilishi ndiye yeye sisi anatunenea. Haleluya. Neno linasema aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Aliondoa sheria ndiye neema iweze kutenda kuanzia kazi. Yesu Kristo akaondoa Musa na sheria, akaiweka kando. Baadaye yeye akasimama kwenye mwanya ndio aweze kukamilisha yale yaliyobaki. Siku ya leo ni Christ aliye katika kazi. Na wakati ule Christ aliweza kuingia katika ile nafasi, akamaliza kazi ya kwanza, leo hii amepumzika. Nani aliye katika kazi? Sasa sisi ndio tumeachiwa yale yote aliyoyabakisha, sisi ndio tunaikamilisha. Wacha tuteremke. At by the which will we are sanctified. We are sanctified through the offering of the body of Christ, of Jesus Christ, once and for all. Ati katika mapenzi hayo mumepata utakazo kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Haisemi mara pili. Wokovu ni once. Wokovu ni mara moja, si mara pili. Kwa hivyo deliverance haifanyiki mara pili. Mtu anafanywa deliverance kuokolewa, tunaita kukombolewa. Tunakombolewa mara moja, si mara nyingi. Bwana asifiwe. Na kulingana na Kristo, kama vile alikufa mara moja, hivyo ndivyo nasi tunafaa kuokoka mara moja na kusindi tuka ndani yake. Si kuokoka na kutoka, ni kuokoka mara moja na kutazama katika njia zake na kuendelea na yeye mpaka mwisho wa dahari. Hivyo ndivyo anatuambia katika kitabu ya Matthew 28 na hata Mark. Bwana asifiwe. Ati nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari, na mtatenda mambo makubwa na maajabu. Neno linasema Luka pamoja nami 12. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Ati lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Number 13. From henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. Tangu hapo akigojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. For by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakazwa, whereof the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he had said before. Hallelujah.
Kwa hivyo Yesu alitoa dhabihu moja, si mbili. Alikufa mara moja. Ametutakasa sisi watu wa Mungu mara moja kwa kupitia dhabihu, offering. Yeah, by one offering he had perfected. Wewe, kuna mtu mkamilifu kweli mbele ya Mungu? Neno linasema yes. Neno linasema yes. Kuna mtu mkamilifu, sababu neno linasema katika kitabu ya hiyo number 14, for by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele, na ni milele, hao wanaotakazwa, hao wanaotakazwa. Wewe umetakazwa, umekuwa perfected, ama unangoja? Are you waiting to be perfected? Kama unangoja kufanywa kuwa perfected, you are foolish. Kweli kabisa, you are foolish. Sababu inaonekana wewe hauamini neno, na tena hausomi neno. Lakini wakati utalisoma neno utajua Yesu alikufanya mara moja saved. Bwana asifiwe. Amekufanya mara moja kuokolewa and forever. Amekufanya kuwa perfected once and forever. Everlasting. Wokovu wako ni everlasting. Wewe unasema nimeokolewa. Kama umeokolewa na Yesu, kama umeokolewa katika neno kumpitia Kristo, it's forever, everlasting. Lakini kama umeokolewa na tabia zako, kama umeokolewa na mambo yale yamekusunguka, kama umeokoka kwa sababu ya shida uliyokuwa nayo, kama umeokoka kwa sababu ya vile yani ya mahali ulipitia, haujaokoka na ndio unaanguka. Na ndio unasema sina neema ya maombi, sina neema ya kufunga, sina neema ya kuhubiri, sina haya na yale. Hapana. Neema kabisa inadumu ndani yako ya kutenda jambo lolote katika Bwana kupitia neno la Bwana. Haleluya. Tutoke hapa tuingie mahali kwingine. Bwana asifiwe. Na kupenda sana mtu wa Mungu, sababu wewe ndiye Mungu aliyenipa niweze kukufundisha na kukuelekeza pasipo mawazo yetu wala mawazo ya ulimwengu. Ni katika neno. Mawazo ya ulimwengu inaniambia nikwambie utabarikiwa. Mawazo ya ulimwengu inaniambia nikwambie utaponywa. Mawazo ya ulimwengu inaniambia nikwambie ugoje. Lakini mawazo ya kingdom of heaven, moyo wa kingdom of heaven inaniambia nikwambieje, umeshaponywa, umeshabarikiwa, haugoji, umepokea vyote. Bwana asifiwe. Umesafanywa once and for all. Alikufanya. Hiyo ndio mawazo ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa neema yake sisi tumeitwa wateule. Katika Colossians, kitabu ya Wakolosai, nashukuru Bwana sana. Colossians 1, wacha tuangalie hata nakwambia nitarudia mpaka uboeke. Na ukisikia kuboeka usikubali kuboeka. Kaa hapo tu. Weka hapo tu. Colossians 1:15. Colossians 1. Mstari wa 15 inasema, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Number 16. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Zile zaonekana na zile hazionekani.
aliziumba mwenyewe. Yes. Kwa hivyo hata wakati tunasema at the beginning Mungu aliumba mbingu na ulimwengu, nani alikuwa anaumba? Christ. Hallelujah. At the visible and the invisible, whether they be thrones or dominion or principalities or powers or all things were created by him and for him. Hallelujah. Sisi, mimi na wewe. Nikiangalia haya nasema wewe wacha mimi niamini. Wacha mimi niamini hii ninasoma. Wewe na mambo zako zote zile unataka kuniletea, na vitu vyote vile unataka kuniambia ate nini na nini. Hapana, mimi nimeshapokea yote. Hakuna kitu kijuu yangu. Niko kama vile Yesu alivyo. Nimebarikiwa na Kristo. Sigoji anibariki sasa na kibiria, natembelea, nalalia ukamilifu wake. Bwana asifiwe. Ni kulingana na neno Jesus is the fullness. Yeye ndiye fullness, ukamilifu wote. Yeye ndiye ukamilifu wote. Hallelujah. Fullness of the Godhead body. Yeye ndiye ukamilifu wote. Hallelujah. Mtu wa Mungu, chunga wale wamekusunguka, vile wanavyonena na vile wanavyotaka. Number 16. Question inauliza for by him were all things created. For by whom? Wacha niulize. By who? By whom? By who? By him Christ. Sio God, my dear. Vitu vyote viliumbwa kwa yeye. Mambo yote ilifanyika kwa yeye. Viumbe vyote vilifanyika kwa yeye. Mbingu ilifanyika kwa yeye. Ulimwengu ulifanyika kwa yeye. Wewe uliumbika kwa yeye. Bwana asifiwe. All things are created that are in heaven and in earth. Hallelujah. It's all created by him because he is all God Almighty. Kristo ni Mungu mwenyewe, yani ni Almighty God. Kristo ni Almighty God. God Almighty. Watu wale wanauliza, is Jesus God? Na kuambia, he is Almighty. Jesus is God Almighty. He created things in heaven and in earth. Aliumba vyote. Alikamilisha vyote. Visible and invisible are created by him. And unajua wakati wote ule tunasema Kristo aliumba vyote, watu wengi wanashindwa, aliumba na alikuwa mtoto. Yesu ni kuvaa, alivaa mwili wa mwanadamu. Na Yesu ni kutumwa, alitumwa na Baba. Yeye wakati ilipokuwa ulimwengu haujaumbika, Yesu alikuwa Mungu kamili. Na tena jua, wakati alimaliza kazi ya ulimwengu, alirudi kwa Baba na akafanyika kuwa tena kama vile alivyokuwa kabla hajazaliwa kutoka tumbo la Mariamu. Bwana asifiwe.
ni kwa uwezo wote sisi tumeubika. Na we are created for him. Ama vitu vyote katika ulimwengu imeumbwa kwa yeye, ni zake yeye. Hallelujah, Bwana asifiwe. Namba 17 inasemaje? Namba 17, and he is before all things. No waigua, neno ndio linajitafsiri. Wewe unasema Kristo wakati wa utoto wake, wakati alipokuja ulimwenguni, alikuwa kwa hata kabla hajafanyika kuwa mtoto. Sababu kuwa mtoto ni kukuja, alikuja ulimwenguni kufanyika. Alifanyika, alivaa mwili wa mwanadamu, akafanyika kitoi. Na ni baada tu ya 33 years. Alimaliza 33 years na ule mwili wa mwanadamu. Baada ya 33 years akarudi katika sehemu yake. Sehemu yake ni gani? Ni kuwa Almighty God, kama vile alivyokuwa mwanzo. Alikuwa Almighty wakati alipo uvaa mwili 33 years, akawa Son of God. Na wakati alifanya kazi ile alikuwa imetarajiwa aweze kuifanya mission yake, wakati alipoimaliza na 33 years alirudi kuwa tena Almighty God. Hallelujah, hallelujah, Bwana asifiwe. In him all things consists. Kila kitu kikawa available, kila kitu kikaonekana. By him who? Christ, Jesus Christ, all things ikaonekana, ikasikika. Ni mkamilifu kuliko mambo yote. Nashukuru Bwana kwa sababu ya kufanya nitambue siri ndani yake. Siri ndani ya Baba ni kitu ya ajabu. Kutambua mamlaka yake na kutambua moyo wake ni kitu ya amani sana. Ni kitu ya amani. Hata wakati umechoka, moyo wako unasikia ukiwa tu na afya. Moyo wako unasikia tu kabisa, moyoni haujachoka. Hata kama mwili umechoka, hata wakati umegojeka, nyama ndio zinaungua, lakini moyo unakuwa na amani. Wakati mambo imekuja mlama, hali zimekuwa nzito, moyo hauungui. Nini kinaungua? Ni mwili tu. Na kazi ya mwili ni kutii moyo. Kazi ya mwili ni kubao. Na wakati mwili utambao, hali yoyote ile unaona ni nzito inakuwa katika usawa wake. Haleluya, haleluya. Ni vile mwili unaongea na roho tena anaongea. Mwili unaongea, mwili kuongea kwa mwili unaongeanga mambo yale inaleta madhara. Mwili wanena mambo yale yaletao madhara. Moyo wanena mambo yale yaletao amani. Wakati neno la Bwana limefunika moyo wako, wakati wema wa Bwana umekuwa ndani ya moyo wako, wema wote wa ufalme wa mbinguni wakusungukia. Kama yule mwanamke, hata kama alizikwa akizini, alishikwa akizini, wema wa Kristo ulikuwa umemsunguka. Hata kama nje yake kulikuwa watu walikuwa wamesimama na mawe waweze kumpiga, mawazo yake yalikuwa yametatanikiwa na hali ya kifo, lakini aliyekuwa ndani ya moyo wake Christ, wema wake ulimpungua yule mwanamke. Hakupatana na kifo wala hakupigwa na mawe. Mtu wa Mungu, nataka kukuambia ni juu yako my dear. Jua ni nini utaweka moyoni na ni nini utaweka mwilini. Na ujue msaada wote wa mwili watoka katika moyo. Moyo ule umepokea neno, unasaidia mwili, unakomesha mwili na
hali yoyote ile mwili ulikuwa umepanga kuinuka nayo. Tuko pamoja watu wa Mungu na kupenda. Na ndio niweze kuunderstand the Father. Wewe kama believer ama mimi kama believer, we must focus in the Son. Mwana. Lazima tumtazamie mwana wa Mungu. Ndio niweze kuunderstand ya mwenendo wa baba, mawazo ya baba, kazi ya baba. Ni lazima niweze kumtazamia mwana. Pasipo mwana hakuna kumjua Mungu. Hallelujah. Kwa sababu ni gani? Because the Son reveal the Father. Kazi ya Yesu ni kureveal ya Mungu. Bwana asifiwe. The Father and the Father reveals the Son. Kwa hivyo wote wawili, huyu anarivili huyu anarivili huyu. Huyu aonyeshana huyu na huyu aonyeshana huyu. Sababu wote ni mmoja. Sababu ni kwamba vile baba anavyofanya ndio mwana anafanya. Vile baba anavyosema ndio mwana anasema. Kwa hivyo na mimi ndio reveal Christ. Ni wakati ule nitaweza kukaa katika uweza wake wote na katika neno lake ndio nijue Yesu anafanya hivi, Yesu anasema hivi. Na mimi wakati ninaposimama mbele ya watu ninasema vile anavyosema na ninafanya vile anavyofanya. Kama Yesu haui, mimi sifai kuua. Kama haombi maombi mabaya, mimi sifai kuomba maombi mabaya. Kama Yesu hana wivu, hata mimi sifai kuwa na wivu. Haya yote tunaongozwa na neno. Na hatuwezi ongozeka katika maisha yetu kama hatuna ufunuo wa neno la Bwana. Na ufunuo unapeanwa kwa yule mtumishi Mungu amejichagulia yeye mwenyewe. Sio wale wanakuja kutoka mahali wanataka. Sio wale wako hapo ni kwa sababu ya tamaa ya fedha, kujiumba na kujiinua na kujitajirisha. Sio wale wamesimama pale kwa sababu wanasikia kama wako na mwito. Hapana, mimi sisikii kama niko na mwito. Mimi ninajua nimeitwa. Na mimi ninajua kusudi la kuubwa, kusudi la kupatikana ulimwenguni, ninajua ni gani. Na ndio imenileta mahali hapa nipo, ndio niweze kuyanena mausia ya baba kumpitia mwana. Na wewe, kwa nini uko katika ulimwengu? Mungu hafurahishwi na kifo ya mwenye dhambi. Again, chochote akijapandwa na Mungu katika maisha yako kitang'olewa. Kusemaje? Chochote kilicho ulimwenguni kitabomolewa. Na hata neno ikasema bingu itakujwa na ulimwengu utakujwa. Chochote kiko ulimwenguni kitakujwa, kitaboromoshwa. Na chochote kiko ulimwengu hapa duniani kitaboromoshwa. Sasa ni nini wewe umejisikia? Umejisikia tu ya ulimwengu. Na ya ulimwengu yote itaboromoshwa, itamalizwa. Lakini yeyote yule amempokea Kristo, pasipo jambo lingine lolote, nimempokea mwana wa Mungu kwa kupitia ile kazi aliyonifanyia. Wewe ndiye unaweza sema ya kwamba ufalme wa mbinguni umekuwa sehemu yangu. Na ufalme wa Mungu ni nani? Ni Kristo mwenyewe. Na akaambia mitume waombe, ombeni hivi, ufalme wa Mungu uje. Ufalme wa Mungu alikuwa anasema, ombeni niende ndio nikuje. Katika maisha yenu sitamwacha kama yatima, nitamtumia msaidizi. Msaidizi yule aliyekuwa Roho Mtakatifu. Na yule mtakatifu alikuwa ni yeye mwenyewe. Ni God himself. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni lazima tuweze kufika katika ama in the light mindset. Lazima tuweze mindset yetu
iweze kubadilishwa concerning who is God, who is Christ. Sababu watu wengi hawajamtambua, hawajamuelewa. Maidi yao tu iko katika mwana, maidi yao tu iko katika, yani mambo mengi watu wanamuita Yesu Kristo, sababu hawamjui na nyuma yake, na kule nyuma yake hawamjui, ama tunasema mbele ama nyuma, kule alikotoka watu hawamjui, hawamuoni katika Old Testament hata kidogo. Hamuoni Kristo katika promises, hamuoni Kristo katika Psalms, hamuoni Kristo katika Genesis, hamuoni Kristo katika Exodus. Bwana asifiwe. Hawamuoni katika law of Moses, hawamuoni kamwe. Hawamuoni Kristo katika prophets. Please my dears, tunaona tu types and shadows, tunaona tu parables, lakini hatujui hayo yote yanena kuhusu yeye, yote yamnena. Bwana asifiwe. Ni mindset yetu tulisetiwa kumuhusu tu only our Father God. Naye God amejinena, sio yeye afanyaye, ako na yule aliyetuma. Kama mkitabu ya John 17, wacha tufungue katika kitabu ya John 17. John 17:3 ama tuanzie 2. John 17:2 inasema, and thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to us many as thou hast given him. Ati kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. No, sio Christ alipewa mamlaka juu yetu na Baba, wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Wote uliompa. Ebu jiulize, wewe uliopeanwa mkononi mwa mwana. Mimi ni mmoja wa wale walipeanwa na nikatambua na nikaelewa. Siku ya leo sina jambo lingine ila tu kusimama katika umo. Number 3, naipenda. And this is life eternal. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hivyo Yesu Kristo, Mungu alimtuma nani? Mwana. Alimtuma afanye nini? Amsimamie. Kwa hivyo wakati wowote tunataka kumuona Mungu, kwanza tumuone Baba, tumuone Mwana. Wakati tunataka kuongea na Mungu, tuongee na Mwana. Wakati tunataka kazi ya Mungu ifanyike katika maisha yetu, tumtambue Mwana, yeye aliyemtuma kwetu. Yeye ndiye revealer wa the Almighty God. Bwana asifiwe. Wacha nikusomea ine. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou givest me to do. Mimi nimekutukuza duniani. Yesu Kristo anasema, Baba, nimekutukuza ulimwenguni. Unaona? Sababu alikamilisha kazi yake na akapumzika. Kwa nini amepumzika? Kwa nini Yesu amepumzika? Sababu amemaliza kazi. Kwa sababu kazi imekwisha, ndio amepumzika. Nani ameachiwa kazi? Sisi sasa ndio tunakamilisha yale iliachwa, ndio tuweze kuikamilisha. Akasema, mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa nifanye. Haleluya. Amepumzika kwa nini? Kwa sababu amemaliza kazi. Wewe nawe utapumzika kwa nini?
wakati utamaliza kazi. Umeanza kazi hiyo, sijui. Mimi, wewe ndiye unajua. Haleluya. Mimi nimeanza. Haleluya. Na ndio ninafanya hata saa hii ninaongea na wewe. Mwathani arogocwo. Wĩra ũcio nĩguo ndĩ thĩinĩ waguo. Nĩguo ndĩraruta. Bwana asifiwe. Huu ni wakati wa kufanya jina la Bwana wetu Yesu Kristo liweze kuwa glorified, kama vile aliglorify the name of the Father. It's my time to glorify his name before the people. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wakati wangu sasa, na wewe ni wakati wako, kwa sababu ninajua kabisa umeitwa, umechaguliwa. Ni kazi yako kuamini ya kwamba umefanywa kuwa perfect. Yes. Na usisahau kamwe ya kwamba Yesu Kristo ndiye fullness of God hand. Yesu Kristo ndiye fullness, ndiye niwe oyoru, ndiye utimilifu. Yesu niwe oyoru wa Ngai. Haleluya. Yeye alitumwa. Na mimi nimefanyika kuwa complete in him. Wewe umefanywa kuwa complete. You are completed. Umefanyika kuwa katika usawa wote. Fullness yake imo ndani yangu. Na tena ninakwambia imo ndani yako. Haukamilishwi na utajiri. Haukamilishwi na biashara. Haukamilishwi na kwenda kanisani. Haukamilishwi na kufunga na kuomba. Umekamilishwa na kukubali aweze kuingia katika ndani yako na kubadilisha moyo wako ukaweza kumtazamia yeye. Haleluya. Colossians 2:9 inasemaje? Colossians 2 inasema, Colossians 2 tuanzie 6. Colossians 2:6. Hapo ndipo leo nataka kufika, alafu kesho tuweze kuingia ya mwisho. Colossians 2, yes, 6 inasema, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Enendeni vivyo hivyo katika yeye. Walk in him. Kama ulimpokea, please my dears, tembea pamoja naye. Tembea ndani yake. Kaa ndani yake. Dumu ndani yake. Bwana asifiwe. Walk. Tembea, fanya kazi ukiwa ndani yake. Bwana asifiwe. Haijalishi watu wananena namna gani, wanakuona namna gani, but wewe kaa ndani yake. Tembea pamoja naye. Fanya kazi yote pamoja naye. Usikaweze. Number 7. Rooted and built up in him and established in the faith, as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Wenye shina na wenye kujengwa. Wakati tunapotembea pamoja naye, wakati tunapokaa
kukaa ndani yake, wakati tunapofanya kazi pamoja naye, hapo ndipo unakuwa established. Hapo ndipo unakuwa rooted, builded and established. Bwana asifiwe. Na nini? Na maandiko yale umefundishwa. Wakati kuwa rooted, kuwa build up and kuwa established, sio kitu ingine, ni kukaa chini, kulisikiliza neno, unajengwa ndani yake, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mumefanywa imara kwa imani. Imani ni katika neno. So ndio niweze kukamilika na kufanyika kuwa mmoja pamoja naye. Kutoka shina ni kukaa chini na kufundishwa. Mlivyofundishwa mkizidi toa shukrani. Haleluya. Kwa hivyo kukaa katika kuwa grounded, kuwa rooted, kuwa grounded and established ni nini? Ni kufundishwa. Kulingana na 7 ni kufundishwa. Inafanyika na njia gani? Teaching. Kwa hivyo ni lazima ukae chini uweze kuelekezwa. Lazima utege masikio yako katika neno, ndio uweze kulitambua neno kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Wacha tusome 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiment of the world, and not after Christ. Ndio unaambiwa ukae chini ufundishwe, uwe rooted, grounded and established in him. Sababu neno la Bwana wakati unapofundishwa ndio unakamilika. Uyoru wake, his fullness, inakuwa pamoja na 9. For in him dwelleth all the fullness. Nawaigwa wakati unafundishwa all the fullness of Godhead bodily inakaa ndani yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati nimekaa chini nikisikiliza, nikielekezwa, na mimi natii, naamini, natamani siku baada ya siku kusikia tena na tena, ndio ninaubika ndani yake, ndio ninajengeka ndani yake, ndio ninasimama imara ndani yake. Bwana asifiwe. Kuna kosa kitu chochote kile cha kuniangamiza wala kuniumiza wala kunitoa katika neno lake. Na ndio 8 imekwambia usikubali kuwa spoiled. Be lest any man spoil you through philosophies. Kuna mambo mengi, kuna mafundisho mengi yasiyotokana na Mungu, yasiyotokana na kazi ya Kristo, yasiyotokana na moyo wa Mungu. Yale yanafundishwa leo makanisani, ulimwengu imejaa. Usikubali kupotezwa na mafundisho ya utajiri, ya kupata fedha. Usikubali, sababu Christ alihubiri tofauti. Mitume walihubiri tofauti na yale siku ya leo yanayofundishwa katika makanisa. Watu wametolewa katika doctrine of Christ, wakaigizwa katika doctrines za watu. Ni lazima uweze kutambua haya, na ukiyatambua ukubali kukaa chini, uelekezwa na mtu anajua mapenzi ya Bwana vile inavyohitajika. Namba 9 tumesoma, namba 10 tumaliza nayo. And you are complete in him. Wakati utakaa chini uwe rooted, grounded and established in him, his fullness inakuwa ndani yako. Na ukamilifu wote wa Mungu wakati umekuja ndani yako,
Ndio kusema number 10, and you are complete in him, which is the hand of all principality and powers. Na ninyi mumetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Hey, rucio ni tugacokera tukirekereria topic ino. Tomorrow tutarudia kidogo tukimalizia, lakini watu wa Mungu tutaangalia moja kwa moja tuweze kujua kumbe mimi nimefanyika kuwa nimefanywa kuwa complete, nimefanywa kuwa mkamilifu, nimefanywa kuwa perfect. Kumbe his fullness is in me. Bwana asifiwe. Uyuru wake kumbe within wakwa. Hauwezi jua haya kama haujakaa chini ufundishwe uelekezwe. Hauwezi jua. Utajua namna gani? Na imefichwa ndani ya maandiko, na uko na Biblia, na hata ukisoma hautambui. Lazima kuwe na mtu akukutambulisha na kukufanya uweze kuelewa vyema. Bwana asifiwe. Nashukuru sana kwa wakati huu nimefika katika kikomo siku ya leo, lakini sio kikomo kabisa sababu niko na fellowship katika kanisa yetu Well of God Ministry Fellowship. Ninakukaribisha hata wakati wa Thursdays, wakati tunapokutana mahali pale, tunanena neno la Bwana na tunaomba pamoja. Yes. Tunaamini neno la Bwana litatenda kazi yote. Litaweza kutufanya tukae katika fullness of Christ, in Christ. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu ni sisi wote tukae katika wema na fadhili zake, na upendo wake utaendelea na kutenda kazi ndani yetu. Siku ya kesho tutaendelea hapo. Ndio tuweze, nikikwambia stay in these teachings, kaa katika haya mafundisho, na utafurahi sana katika maisha yako ukiendelea na ukiishi na ukidumu katika kweli. Acha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Asante ni kwa sababu umetuelekeza kwa njia inayofaa. Umeondoa mawazoni mwetu kazi zozote za ulimwengu, zile tulikuwa tunazozitegemea tukifikiria ndizo ziko na faida, lakini tumeona faida yote imetoka ndani ya Kristo, kwa sababu yeye ndiye our fullness, na chochote kindani yake ndio kile kiko ndani yako wewe Baba. Yesu Kristo wakati tulipompokea, na sisi tulipokea chochote kile kimo ndani yako Baba. Pokea sifa. Hatuna shaka tukisema wewe umebarikiwa, umeinuliwa. Umepokea, utukufu wote ni wako, uweza wote ni wako. Na kama vile ulivyo, hivyo ndivyo tulivyo. Kama vile wawaza, hivyo ndivyo tunawaza. Na kama vile wewe uko complete na uko perfect, hivyo ndivyo tulivyo siku ya leo, kwa sababu neno limetuambia hivyo, na sisi tumeliamini, kwa sababu ndio chanzo cha mambo yote kutoka mwanzo wa ulimwengu. Pokea sifa Bwana wetu na Mungu wetu, kwa uwezo wote na kwa nguvu zote. Nimewabariki watu hawa Bwana, sababu baraka yako Bwana inaendelea na kuzindi, kuongezeka. Mapenzi yako na nguvu zako na amani yako iendelee na kuongezeka ndani yao, na kuongezeka, na waweze kutambua ya kwamba mwito wao sio wa kufunikwa, ila ni wa kutandazwa katika mlima, ndio watu wote waone nuru ile iliyo ndani ya mito yetu sisi wote kama watu wako Bwana. Pokea sifa Bwana katika uwezo wote. Sisi tunasema umebarikiwa Mfalme, umebarikiwa Mfalme, na sisi tumebarikiwa, tumeinuliwa na tumepokea haki. Asante Mungu wetu na Baba wetu, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini.
Amen, amen, amen. Tarehe 21, 22, 23 conference katika Well of God Ministry Fellowship. Sisi wote tuungamane, tuweze kuwa pamoja, tuitane marafiki wetu, watoto wetu from 17 kuendelea juu 8 years. Wacheni tuweze kuwa kwa conference. Hata wa 15 kuna watoto wa 15 years wazima wacha wawe katika conference kwa pendo lake Bwana. Ajifanyie kazi yake. Nakupenda. Bye bye. Tupatane kesho. Wale wengine leo.